Kwa wataalamu wa mipango miji na wataalamu wengine wote nchini, lakini pia kwa wadau wengine mbalimbali wa ndani na nje ya nchi pamoja na jumuiya za kimataifa, naombeni sana wakati natekeleza wajibu wenu, mtumie dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 katika kupanga mipango mbalimbali kwa ajili ya kuletea taifa letu maendeleo. Ukiwa mtaalamu ni lazima uwe na tools za kufikia matokeo ambayo unataka. Kama uwezi kutumia miongozo fulani, ukakaa tu ukaanza kufikiri peke yako, yawezekana unaweza kuwa na mpango ambao hauwezi kuoana na maono ya kitaifa. Sasa maono ya kitaifa ndio tunaongozwa na dira ya maendeleo ya taifa. Kwa hiyo kitu cha kwanza wewe ukiangalia dira ya maendeleo ya taifa inasemaje kuhusu eneo ambalo unafanyia kazi. Ukitoka kuelewa hilo, nenda kwenye mpango wa maendeleo wa taifa husika. Sisi tuna mpango wa maendeleo ya miaka 5 na wakati mwingine tunaweka soka mwingine muda wote tunatengeneza mwaka mmoja ambao unapitishwa na bunge, ndio tunatengenezea budget tunaendelea. Lakini kingine, angalia sera ya eneo hilo ambao unafanyia kazi. Angalia sera, kule ndani kuna matamko na kuna maono juu ya sekta husika. Kwa ukiwa na ile dira, ukiwa na sera, ukiwa na mpango wa maendeleo, utajikuta katika mwaka ule kama unapanga mpango wa mwaka, lazima sasa uende kwenye mpango wa mwaka ambao umepitishwa na bunge, uangalie kwenye sekta hilo unifanyie jambo hilo ambalo unalifanya linakwenda kutekeleza yale. Lakini usisahau nchi hii inaongozwa na rais aliyetokana na chama ambacho kimeshinda uchaguzi. Kwa maana yake pitia na wewe uangalie ilani ya chama kinachoongoza nchi. Sasa hivi ni Chama cha Mapinduzi. Kinazungumza nini katika sekta yako, ili ukitekeleza ujue unatekeleza dira, ujue unatekeleza sera sekta, ujue unatekeleza mpango wa maendeleo, ujue unatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hapo hautapata mkwamo wakati unatoka na jambo sasa la kitaifa unakuja. Kwa sababu sisi ukija tutakuja kukuuliza hii umetekeleza umetumia kigezo gani? Kwa hiyo usikwame, lazima utakuja unatoa reference hayo. Vinginevyo naendelea kutoa rai kwa mamlaka za upangaji miji na kuifanya kuwa ya kiushindani. Hapa kiushindani na maanisha kiushindani kibiashara, lakini pia sekta ya utalii. Unajua kuna utalii wa miji. Kama haujui, naomba ujue leo. Na kama sio leo umejua tokea zamani, basi naomba uishi katika kujua unachojua. Kuna watu tunatoka tunaenda kwenye nchi fulani kwenda kufanya tu utalii, kuona jinsi gani mji ulivyopangika.